kwamba waziri mkuu wa Ethiopia ametangaza umuhimu kumteua rais mpya katika eneo la Tigray na kuongezewa muda kwa utawala wa mpito wa Tigray wakati huu mvutano ukiongezeka. Serikali ya Abiy imesema utawala wa mpito umeshindwa kukamilisha jukumu lake muhimu kwa wakati, ikiwa ni pamoja na kuandaa mazingira ya uchaguzi. Leila Mohamed anaarifu zaidi. Getachew Reda ambaye aliteuliwa mnamo mwaka 2023 kama sehemu ya makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya miaka miwili kati ya vikosi vya Tigray na serikali ya shirikisho amelazimika kukimbilia Addis Ababa. Wiki mbili zilizopita, kikundi kilichoongozwa na kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael kilichukua udhibiti wa utawala wa Tigray na kuungwa mkono na majenerali wa jeshi na kuweka kando uongozi wa Getachew. Hatua hii inakuja wakati uongozi wa miaka miwili ya serikali ya mpito iliyoanzishwa chini ya mkataba wa amani wa Pretoria unakaribia kumalizika kwake. Hapo awali, serikali ya shirikisho ilikiri kwamba wakati utawala uliokuwepo ulipokuwa ukikaribia kumaliza muda wake ulitakiwa kufanya uchaguzi, lakini hilo halikufanikiwa. Waziri Mkuu Abiy Ahmed sasa ametoa wito na mialiko, huku akiruhusu watu wa Tigray kuwasilisha majina ya wagombea kupitia barua pepe. Utawala wa mpito katika eneo la Tigray uliundwa kufuatia mkataba wa Pretoria uliotiwa saini Novemba mwaka 2022 kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la TPLF na kumaliza vita mbaya iliyodumu kwa muda wa miaka miwili. Licha ya uwepo wa kuimarika kwa urejeshwaji wa amani, eneo hilo linaendelea kukabiliwa na changamoto, ikiwa ni pamoja na ucheleweshwaji wa kuondoa vikosi vya TPLF, kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu na mvutano juu ya kugawana madaraka. Na kufuatia taarifa yake Leila Mohamed, awali nimezungumza na mchambuzi wa kimataifa Mohamed Abdulrahmani kutaka kujua zaidi kupatikana kwa kiongozi mpya katika eneo la Tigray kuna uweka wapi usalama wa eneo hilo na uhusiano wake na serikali ya Abiy Ahmed. Mimi naamini kwamba kupatikana kwa kiongozi mpya katika mvutano huu ulioibuka katika jimbo la Tigray ni njia mojawapo ya kuweza kutatua mzozo huo, na hasa ukizingatia kwamba yule aliyeangushwa Getachew Reda amekimbilia mjini Addis Ababa ambapo aliomba msaada kutoka serikali ya shirikisho, lakini Abiy akakataa kumsaidia. Sasa haya yaliyotokea yanaonyesha wazi kwamba hasimu yake Debretsion Gebremichael ni mtu ambaye anaungwa mkono hata na Abiy. Kufuatia wito huo uliotolewa na Abiy, ufanyike sasa uchaguzi ili tatizo hilo lifikie mwisho wake. Je, unahisi hatua hii kweli itaweza kusaidia kutatua mgogoro katika eneo la Tigray? Ni hatua nzuri ya kuweza kutatua mzozo huo, lakini hali kadhalika tusisahau kwamba kumeibuka mzozo mwingine ambao ni mvutano kati ya Ethiopia na Eritrea. Pamoja na kwamba Eritrea ilisaidia serikali ya Abiy kupambana na uasi uliotokeza kule Tigray katika vile vita vya miaka miwili 2020 hadi 2022 katika jimbo hilo, lakini sasa pande hizo mbili, kwa maana ya serikali ya shirikisho na serikali ya Ethiopia inaongozwa na Isaias Afwerki, zimehasimiana tena, sababu kuu ikiwa ni lile takwa la serikali ya Abiy kuwa na mamlaka katika bandari ya Eritrea ya Asab kwa ajili ya shughuli zake za kiuchumi, bandari ambayo hapo kabla ilikuwa katika mikono ya Ethiopia kabla ya kuzaliwa kwa dola ya Eritrea mwaka 1993 kufuatia ushindi wa Afwerki na wapiganaji wake dhidi ya utawala uliokuwepo wa kimaksisti wa Mengistu Haile Mariam. Kiongozi aliyekuwepo aliteuliwa mnamo mwaka 2023 kama sehemu ya makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya miaka miwili kati ya vikosi vya Tigray. Sasa amekimbilia Addis Ababa. Unaweza ukasema hii inaleta tafsiri gani? Bila shaka hakuna chaguo jingine, na nafikiri kwamba kukimbilia kwake Addis Ababa huko atapata hifadhi, na hilo linatokana kwa njia moja au nyingine na ushauri wa Abiy kwamba aondoke ende Addis Ababa ili ipatikane njia ya kuweza kuwa na suluhisho katika mgogoro huo. Naamini kuwa mapinduzi yaliyotokea ndani ya chama cha TPLF na uongozi kuchukuliwa na mwenyekiti wa chama Gebremichael, hili limekuwa ni jambo ambalo linaleta matumaini ya kuweza kupatikana kwa suluhisho, ingawa bado kuna matatizo makubwa ambayo yatabidi yatatuliwe. Mojawapo ya hayo ni kuhakikisha kwamba ule mvutano wa serikali ya Ethiopia na Eritrea kuyaunga mkono makundi yanayohasimiana, Ethiopia ikiunga mkono kundi moja na Eritrea kuliunga mkono kundi jingine. Ukiangalia kwa undani zaidi, mbali na mgogoro ndani ya TPLF, nini kiini cha mvutano ndani ya jimbo la Tigray?
kuzuka kwa makundi hayo mawili, kwa sababu serikali ya Ethiopia baada ya vile vita vya miaka miwili ilielemea kuliunga mkono kundi moja, hivyo kundi jingine likaigeukia Eritrea. Ni jambo la kusikitisha kwa sababu nchi hizi mbili zilipigana vita kwa muda wa miaka 20 wakati wa utawala wa mtangulizi wa Abe ambaye marehemu Meles Zenawi, na ilikuwa ni Abe alipochukua uongozi wa Ethiopia ndipo alipotafuta njia za kuleta amani kati ya nchi hizo mbili, na hilo lilisababisha Abiy kupewa hata tunzo ya Nobeli ya amani katika eneo zima la pembe ya Afrika, kwani aliweza pia kutatua matatizo ya Ethiopia na nchi nyingine kama Djibouti na Somalia. Na kinachosikitisha zaidi ni kwamba IGAD imeshindwa moja kwa moja kushughulikia mzozo huu kwa sababu jumuiya hiyo imeandamwa na mizozo ya mipaka kati ya nchi moja hadi nyingine, ukiangalia Ethiopia, Somalia na Jamhuri ya Somaliland, Djibouti na pia kwa sehemu Sudan ya Kusini. Naam, ni Mohamed Abdurrahman akihitimisha mazungumzo nami. Polisi wa Ureno wanasema wamekamata takribani tani 6.5 za dawa za kulevya aina ya kokaini ndani ya meli yenye uwezo wa kuzamishwa chini ya maji huko kilomita 900 kusini mwa Azori. Ni sawa na zaidi ya robo ya rekodi ya tani 23 zilizokamatwa kote nchini humo mwaka jana. Wafanyakazi hao 5 ni raia wa Brazil, Hispania na Colombia. Taarifa ya polisi inasema meli hiyo ilitoka Marekani ya Kusini, Amerika Kusini kuelekea rasi ya Iberia. Vikosi vya kukabiliana na dawa za kulevya kutoka Marekani na Uingereza vilisaidia katika operesheni hiyo iliyopewa jina la Nautilus. Mkurugenzi wa polisi wa mahakama ya Ureno, Luis Neves, amezungumzia kuhusu operesheni hiyo katika mkutano wake na waandishi wa habari. Ni kama kutafuta sindano kwenye majani. Mashua ya ukubwa huu katikati ya bahari ya Atlantic, ni wazi kwamba tulihitaji macho na rasilimali za wataalamu ambao wako hapa jirani nami. Kuanzia wakati habari ilipothibitishwa, tuliingilia kati na unaweza kuona matokeo. Kwa hiyo leo tulipata tani 6.5 za cocaine. Wafanyakazi na vifaa vyao vikiwa chini ya ardhi. Vyombo vyetu vya kisheria na uchunguzi vinaongeza shinikizo la matumizi ya mbinu mpya dhidi ya uhalifu, ingawa ni wazi kwamba siku zote tuko nyuma ya ratiba, kwani siku zote ni juu ya wahalifu kuamua jinsi gani, lini watapeleka boti zao. Tem sempre a liderança de tomar iniciativa, de escolher como, quando e onde. Wafanyakazi hao 5 waliokamatwa ndani ya meli hiyo ni raia wa Brazil, Hispania na Colombia. Vikosi vya kukabiliana na dawa za kulevya kutoka Marekani na Uingereza vilisaidia katika operesheni hiyo iliyopewa jina la Nautilus. Katika mkutano na wanahabari, mkurugenzi wa polisi mahakama ya Ureno, Luis Neves, amesema ni mafanikio makubwa. Ni muhimu kuzingatia kwamba hili ni pigo kubwa kwa shirika la uhalifu. Mengi ya mashirika haya ya uhalifu yanajaribu kujaza kokaini katika soko la Ulaya. Kokaini ndio mzizi wa utakatishaji fedha na uhalifu wa kikatili barani Ulaya, ikijumuisha mauaji, utekaji nyara na mapambano ya umwagaji damu kwa ajili ya kutawala eneo. Pela luta pelo domínio de territórios. Zaidi ya watu 1500 waliojihusisha na usafirishaji kwa mwaka 2024 walikamatwa kwa mujibu wa takwimu za Ureno. Naam, ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, Martha Saranga na Regina Mziwanda mpaka tamati. Jeshi la Sudan limetoa tena udhibiti wa uwanja wa ndege wa Khartoum uliokuwa ukishikiliwa na wanajeshi wa RSF. Hata hivyo, jeshi la RSF bado linashikilia maeneo mengine ya jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan, ambako mapema wiki hii mashuhuda waliarifu kwamba raia kadhaa waliuawa katika jeshi la anga liliposhambulia soko. Victor Kenani anaarifu zaidi. Watu milioni 12 wamekimbia makazi yao wakati wa vita ambavyo Umoja wa Mataifa unasema vimesababisha mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani. Pamoja na vikosi vya Rapid Support Forces RSF kujiondoa, jeshi linasema linakaribia kuanzisha udhibiti kamili katika eneo lote la Khartoum. Video zinaonyesha wapiganaji wa RSF wakivuka daraja kwenye mto Nile na kuelekea magharibi bila kuwepo kwa mapigano yoyote. Kwa miaka 2 iliyopita, raia waliokwama katika eneo hilo wamekuwa wakipitia ukatili chini ya utawala wa RSF. Kundi hilo la kijeshi linaripotiwa kufanya unyanyasaji mkubwa, ikiwa ni pamoja na uporaji kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, kumeshuhudiwa watu kufurahia uwepo wa udhibiti wa jeshi katika baadhi ya maeneo ya Sudan, ukiwemo mji wa Darfur.
Lakini vita hivi havijaisha. RSF bado inadhibiti karibu eneo lote la Darfur magharibi mwa Sudan. Watu wapatao milioni 12 wa Sudan wamekimbia makazi yao tangu vita vilipozuka, huku idadi kubwa wakikabiliwa na njaa. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya nusu ya watu nchini humo wanakabiliwa na viwango vya juu vya uhaba mkubwa wa chakula. Kufikia sasa makadirio yanaonyesha kuwa idadi ya watu 150,000 wameuawa kutokana na mapigano nchini Sudan. Nacho kikosi cha Rapid Support Forces RSF kimekanusha kuhusika na mauaji ya halaiki katika mji mkuu Darfur, ikiwa ni pamoja na mauaji ya maelfu ya raia na unyanyasaji wa kingono kwa wanawake. Kulingana na Umoja wa Mataifa, Sudan inakabiliwa na mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Sasa tuangazie taifa la Somalia iliyoainishwa na Umoja wa Mataifa kuwa duni zaidi katika maendeleo. Somalia imekabiliana na ukosefu wa usalama kwa miongo kadhaa na bado inapambana na uasi. Ila hatua ya serikali ya kujaribu kufufua uchumi ilipata msukumo mkubwa mwaka huu ilipokuwa nchi hivi karibuni kujiunga na Benki ya Africa Export Import ijulikanayo pia kama Afrixism, ambayo ni taasisi ya kifedha inayohusisha nchi nyingi. Kufafanua zaidi kuhusu hatua hii, Sarafina Robi alizungumza na Dr. Harun Isaac Hassan, mchanganuzi wa masuala ya diplomasia barani Afrika, ambaye alianza kwa kuelezea hali ya Somalia ilivyo. Takriban mwaka 34 na mwezi moja ndiye Somalia imekaa bila uongozi, wakati serikali ya zamani wa Siad Barre ilikuwa imetolewa uongozini. Na kuanzia wakati hiyo Somalia walikuwa na shida ambao sana shida hiyo ilikuwa ni ukosefu wa amani, corruption, genge ambayo wanapiganana kila wakati, na pia ukosefu wa serikali ambao ina nguvu ya kutawala. Lakini hiyo haijasimamisha Somalia kuendelea mbele. Wananchi wa kawaida huwa ni wananchi ambao wanajua kufanya biashara, ndiye imekuwa msimamizi wa nchi kuanzia wakati serikali wa zamani iliondolewa. Kwa hivyo biashara ambaye ni kitu ambaye muhimu wa Somali wanaelewa sana, ndiye imefanya wao wapatikanwe ama waonekanwe kwa wana uwezo wa kuungana na mabanki, ndio Somalia pia iwe wanaweza kuwa mlango ya mbele waendeleze biashara ama economy ya nchi. Somali wengi wameenda nje. Kila mwezi kuna mamilioni ya dola inakuja kutoka nchi zingine ambaye imetumiwa watu ambaye wako kwa hiyo nchi ya Somalia, ndio maisha yao waendeleze nao. Kwa hivyo utakuta ile remittance kutoka diasporas pia imeamusha economy ya Somalia marudufu. Zaidi ya vitega uchumi ulivyovitaja, kujiunga kwa Somalia kwenye Afriexim, hii taasisi ya Afriexim ama Africa Export Import Bank, itakuwa na manufaa gani kwa nchi ya Somalia zaidi na kwa Somalia ina vitega uchumi hivyo ulivyovitaja? Watakuwa na fursa ya kujulikana kwamba Somalia pia iko kwa soko ile nchi zingine. Ya pili, inaweza kuifungulia njia ya kufanya biashara zaidi, naye wanaweza kuwa wapate loans ama huwa wanaweza wakafanya ile inaitwa development. So wanaweza kuwa wawe na makubaliano kati ya nchi, serikali ya Somalia na mabanks hizo, ndio waweze kupata fursa ya kufanya maendeleo nchini. Bado Somalia ina matatizo mengi tu kama vile barabara na vile ukosefu wa kawi ya kutosha. Unadhani kipi kingine kinahitajika kinachoweza kuleta mshikamano zaidi na hivyo kuimarisha usalama na hali ya maisha kwa ujumla nchini Somalia? Kwanza, mambo ya kabila inafaa iangaliwe, kwa sababu reconciliation ile ambayo walikuwa wanaendeleza hapo awali haikuwa imezaa mapato yoyote. Ya pili, ni muhimu kwamba Wasomali waamuke, waondoe magenge ambao wako nchini ambao imefanya ngumu kwa wananchi wa kawaida kufanya shughuli zao na serikali kutumikia wananchi.